ambalo limewafanya watu wengi kukosa mafao yao ya NSSF, na leo nitakwenda kukuonyesha jambo lenyewe ni jambo gani. Kwa hiyo kabla hujafungua madai yako ya NSSF unatakiwa kuzingatia haya nitakao kwenda kuzungumza katika video hii, kwa sababu wengi wanakosea hapa na mwisho wanakuwa wanalalamika wanakosa pesa zao au mafao yao yaliyopo NSSF. Hakikisha unatazama video hii mwanzo hadi mwisho na usiruke, kwa sababu mwisho wa video hii nitakwenda kuonyesha vitu muhimu unavyotakiwa kuwa navyo ili kuweza kufungua madai yako ya NSSF. Sasa jambo la kwanza unachotakiwa kuwa nacho ni kuzingatia ni barua ya kuachishwa kazi. Hakikisha barua yako ya kuachishwa kazi inaonyesha wewe umeachishwa kazi na sio kwamba wewe umeacha kazi. Endapo barua yako itaonyesha kwamba wewe umeanza kazi, umeacha kazi mwenyewe, maana yake kwamba umeresign, pesa zako hautaweza kupata hata kama uliachishwa. Kwa hiyo barua ambayo unapewa, ile barua ya termination letter au end of contract letter, ile hakikisha unaikagua imeandikwa vipi. Barua yako kama ikiandikwa umeresign kwa hiari yako mwenyewe, basi pale uweze kupata pesa zako au mafao yako ya NSSF. Kwa hiyo hakikisha barua yako inaonekana kwamba wewe umekuwa terminated na sio umekuwa resign. Nitakwenda kuonyesha mfano wa barua ambayo imeandikwa kwamba umeresign. Barua hiyo huwezi kupata pesa zako endapo utaitumia. Nitakwenda kuonyesha mfano wa barua hiyo. Sasa hapo ukiangalia barua hii ni termination of employment, lakini ukisoma hapo umeandika we refer to your request to voluntarily terminate your employment with the company due to personal family challenges you are currently facing. After careful consideration of your request and the reason provided, the management of this one accept your decision. Kwa barua hii inaonyesha kwamba wewe uli request kuacha kazi mwenyewe kwa mambo yako au matatizo yako ya kifamilia. Kwa hiyo ukiandika barua ya namna hii au kampuni ikakuandikia barua ya namna hii baada ya wewe kuomba kuacha kazi, kumbuka hautaweza kupata pesa zako za NSSF kwa barua kama hii. Kwa hiyo hakikisha barua yako haipo hivi. Nitakwenda kuonyesha tena barua nyingine ambayo ipo sahihi. Kwa hiyo hakikisha unazingatia hayo ambayo nimekuelekeza hapo. Barua yako hakikisha inaonyesha kwamba wewe umeacha kazi. Sasa tutakwenda kuangalia mfano wa mtu mmoja hapa. Kinachofuata baada ya kuweza kutumia barua kama hiyo ya resign ni kwamba utarudishiwa ombi lako na mwisho ombi lako litaweza kufutwa. Ombi litafutwa kwa sababu ya kwamba uweze kupewa hizo pesa zako kwa wakati huo. Kwa unachotakiwa kufanya ni kwenda kufanya kazi kwenye kampuni nyingine, na baada ya kuachishwa kazi kwenye hiyo kampuni ndipo utaweza kupewa pesa zako. Okay. Endapo barua yako ikawa vizuri, inaonyesha termination vizuri, basi pesa zako utazipata ndani ya muda mfupi tu. Process ambazo zitakamilika ni process ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, hii ya sita. Utaweza kupokea pesa zako ndani ya siku 10 mpaka wiki 2. Ndani ya siku 10 mpaka wiki 2 utaweza kupokea pesa zako. Kinakumbuka attachment zingine unazotakiwa kuwa nazo. Unatakiwa pia kuwa na attachment nyingine kama certificate of service, termination letter, bank details, personal identification card na NSSF identification card. Hii bank details unaipata kupitia mfumo baada ya kuanza kufanya application yako, lakini sio bank statement. Hii bank details ipo tofauti na bank statement, kwa hiyo usikimbilie kwenda benki kuchukua bank statement, haitakiwi. Kinachotakiwa ni bank details ambao utapewa fomu kupitia hapa kwenye mfumo, then utaipeleka ile fomu benki kwa ajili ya verification ya taarifa zako. Okay? Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza wengi katika channel hii ya Feaboy, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Lakini kama unapata changamoto yoyote
Tucheki WhatsApp, namba zetu zipo katika description ya video hii ili tuweze kusaidia hatua moja mpaka nyingine mpaka pale utakapokamilisha kupata mafao yako ya NSSF ndani ya siku 10 tu. Asante na karibu.